Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sajaratil asli nuraniyah wa lab'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'ath man afnaita wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Katika halqa yetu iliyopita tuliona alwarithuna min arrijal, wanaostahiki kurithi katika wanaume. Kwenye listi yote ya warithi wanaume ni akina nani? Tukaambiwa kwamba wako idadi ya 15 katika idadi ya warithi wote 25, na tukatajiwa pamoja na dalili zake katika Qur'ani na Sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa leo tu watizame, tumkaribishe Ustadh Masud Said Majid atuelezee ni wepi wanaostahiki kurithi katika wanawake. Atutajie mmoja baada mwingine idadi yao wako ngapi na dalili zao, kwa nini huyu anarithi, kwa nini huyu yumo katika listi. Ustadh Masudi falyatafaddal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Katika warithi wa kike waliodhihirishwa katika Qur'an na hadithi jumla wako 10. Na tuzingatie kwamba waliodhihirishwa watu hawa sio katika matakwa ya watu, bali ni katika sheria ambayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amedhihirisha katika Qur'an na kupitia mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wa kwanza katika warithi wa kike ni bint ambaye anafahamika kwa ni mtoto wa kike. Mtoto wa kike huyu amedhihirishwa katika Qur'an kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala akisema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddhil unthayayn. Mazingatio katika aya hii kwamba tutizame mtoto huyu amedhihirishwa sehemu gani na pamoja na jinsia yake pia imedhihirishwa sehemu gani, ikiwemo katika auladikum na pia katika unthayayn, kuonesha kwamba ni mtoto pia na mtoto wenyewe kwamba amedhihirishwa kwamba pia wa kike ana nafasi yake katika mirathi. Tukiendelea kwa mtu wa pili, naye ni binti ibn ambaye ni mjukuu wa kike lakini kwa nasab kwamba ametokana na upande wa kiume. Pia mazingatio kwamba mjukuu huyu awe lazima nasab yake imetokana na upande wa kiume. Endapo tapotokana mjukuu huyu ametokana kwa nasab ya kike, katika mirathi hatambuliki kwamba ana nafasi yake ya mirathi, isipokuwa anakuwa anaingia katika ahlul arham. Na watatu katika upande wa kike ni yani mama, naye pia amedhihirishwa katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, kwamba na wazazi wake wawili. Na wazazi kama tunavyofahamu bila shaka ni baba na mama naye ana nafasi yake katika mirathi. Na pia wa nne ambaye ni jaddatu ni bibi ambaye ni mamake mama, pia naye ana nafasi yake katika mirathi. Na pia kuna jaddatu mwingine ambaye ni mamake baba, pia ana nafasi yake katika mirathi. Kwa ushahidi kwa hadithi ya Qabisatun ibn Sharjil
Qabisatu ibn Abi Dhuaib katika ukhalifa Abi Bakr radhiyallahu anhu, pale alipoletwa kesi kwamba kuna bibi anadai nafasi yake katika mirathi, wakatokea masahaba wawili walioshuhudia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amempa bibi sudus katika mirathi, na masahaba hao wanajulikana kwa jina la Al-Mughira ibn Shu'aibah na Muhammad ibn Musallama. Na wasita ni az-zawja, naye ni mke pia, naye katika dalili yake ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Nao pia wake zenu wana nafasi zao kwa kupewa rubu' katika mirathi hiyo, kudhihirisha kwamba mke naye pia ana nafasi ya kumrithi mumewe. Az-zawj wa saba naye ni ukhtu shaqiqa, lakini pia akifungamana na ukhtun li ab ambaye pia atakuwa ni wanane. Kwa hao wote wawili wanaingia kwenye dalili moja ambayo ni aya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Katika aya hii imemzungumzia ndugu kama ndugu, lakini pia uzito upo kwamba ndugu aliyepewa nguvu zaidi hapa ni ndugu wa baba mmoja mama mmoja, na pia upande wa baba kwamba wana nafasi yao pia katika mirathi, nao ni dada wa baba mmoja mama mmoja na dada wa baba mmoja basi. Pia watisa katika wanawake ni ukhtun li yani ni dada lakini kwa upande wa mama, naye pia ana nafasi yake katika mirathi kwa dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Pia wa kumi na wa mwisho katika warithi wa kike waliodhihirishwa ni al-mu'tiqatun, naye huyu ni mtu aliachwa huru, ni mtu aliacha huru mtumwa wa kike. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamu kwamba wamiliki wa watumwa sio wanaume tu peke yake, hadi wanawake pia walikuwa wakimiliki watumwa. Naye pia anaingia kwa dalili ya hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema innamal wala'u liman u'tiq, kwamba mirathi ya maiti ambaye amekosa asabatu bin nafsi, yani kwamba watu wake wa karibu ambao wanaweza kumrithi asaba kwa nasab, basi nafasi yake huchukuliwa na mu'tiqatun pindi atapokosekana watu hao. Ni idadi kamili iliyodhihirishwa katika Qur'an na hadith. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sasa tumewaona warithi wote wanaostahiki kupata katika wanawake ambao idadi yao tumeambiwa hapo 10. Lakini moja katika mambo ya kuzingatia ni kuwa katika masala moja ya mirathi wako warithi hawawezi kukutana. Kwa mfano, mke na mume hawawezi kuwemo katika masala hiyo kwa wakati mmoja. Na mara zote nasema kafa mtu aidha kaacha mume na wengine, au kafa mtu kaacha mke na wengine. Lakini haiwezekani kawa kafa mtu kaacha mume na wakati huo kaacha wake wawili. Hiyo ndoa itakuwa sio ndoa ya kisheria kwa mujibu wa Uislamu. Na vile vile wako warithi ambao kwamba hawawezi kuwa idadi zaidi ya mmoja katika mirathi. Kwa mfano, mke anaweza wakawa wawili watatu kwenye masala moja, lakini mume haiwezekani kawa mtu kafa kaacha waume wawili.
hiyo masala haiwezekani katika mirathi ya Kiislamu. Kwa hiyo wako warithi ambao kwamba hawawezi katika masala moja kuwa zaidi ya mtu mmoja. Mume hawezi kuwa kafa mtu kaacha baba wawili, hata kama wanampenda vipi babako aliyekulea, babako wa kambo au babako mlezi kama guardian, mtu kachukua yatima kamlea, hata ukiwa unampenda vipi hawezi kuingia sehemu ya mirathi. Baba atabakia kuwa baba huyo huyo ambaye labda unamuona wewe mlevi mbaya, ndo huyo huyo. Kwa hiyo wako warithi hawawezi kuwa zaidi ya mmoja. Baba, mama hawawezi kuwa zaidi ya mmoja. Vitu kama hivi ni vya kuzingatiwa sana wakati wa mirathi. Alafu pia ni muhimu kuzingatia kuwa Uislamu umempa hadhi mwanamke tofauti na zile propaganda zinazoletwa katika jamii. Uislamu unamnyanyasa mwanamke. Kabla ya kuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu walikuwa wanawake walikuwa hawarithi. Wao wakirithiwa sasa kama wake. Mtu anamrithi mke wa babake. Kwa mfano Tanzania bara huko mpaka leo yako makabila, baba mtu akifariki, Mungu atuepushe na makabila namna hayo, mtoto mkubwa anawarithi mama zake wote, hata kama wako 20, 30 pamoja na mama yake mzazi. Hayo ni mambo ambayo kwenye Uislamu umekuja umeondosha, umeweka dinul fitra lilokuwa safi sana. Na ukiangalia katika warithi wa kike waliotajwa yuko jaddatun, bibi. Na bibi huyu kama kapewa kafadhilisha zaidi kidogo kwa kuwa ni mwanamke, anaangaliwa bibi upande wa baba na bibi upande wa mama. Wakati jaddi kaangaliwa upande mmoja tu, hakuangaliwa pande zote mbili. Na ukitizama hasa katika zile masala furudhi tuzoziweka, zile fractions, nusu, thuluthi mbili, robo, kubwa zile, lakini wanaopata nusu wengi wanawake. Katika warithi 5 wanaopata nusu, mmoja tu ndo mwanamume. Halafu tunasema Uislamu umekuja kumnyanyasa. Sio kweli. Uislamu umekuja kumtukuza mwanamke. Wanaopata thuluthi mbili, mali nzima ikigawiwa mafungu matatu, mafungu mawili wanachukua wanawake. Wote wanawake. Hamna mwanamume hata mmoja. Na kuna wakati mwanamke akiwa yuko peke yake anaweza kuchukua mali yote. Akarithi fungu, kinachobakia akapewa tena kama ni birrad. Karejeshewa tena, karithi huyo kaondoka. Kwa hiyo zile propaganda za mitani ni misconception tu ambazo tunaingiziwa, lakini sheria hasa iko wazi kabisa, haina chenga. Hizo. Hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.